Ndugu zangu, tumsifu Yesu Kristo. Tushirikishane. Ndugu zangu wapendwa, wote mnaohudhuria maadhimisho haya, katika maadhimisho haya tuna sherehe pacha, sherehe mbili pacha. Sherehe mojawapo ni hii jubilei ya miaka 60 ya utume ya umisionari wa shirika la damu azizi ya Yesu katika nchi yetu ya Tanzania. Na sherehe ya pili ni daraja takatifu la ushemasi ambalo hawa ndugu zetu wameteuliwa kulipokea. Sherehe zote hizi mbili zina uzito wa pekee katika utume wetu kama kanisa Katoliki katika nchi yetu na mahali penginepo duniani. Shirika katika kutafakari haya mafumbo makuu ya Mungu, nitaongea kidogo juu ya shirika na kidogo juu ya ushemasi, na baadaye tutahitimisha kwa ushuhuda mdogo. Bwana wetu Yesu Kristo anatueleza katika Injili ya leo kwamba tuwe chumvi, na pili tuwe nuru. Hii ndio ilikuwa tamaa yake, ndio ushauri wake, ndio agizo lake. Kuweni chumvi, kuweni nuru. Kwa maksudi alichagua vitu hivi viwili, chumvi na nuru, kwa kuzingatia umuhimu wake vitu hivi. Tunajua faida nyingi za chumvi. Kati ya hizo tunajua chumvi inaleta ladha, chumvi inahifadhi, inapunguza kazi ya uozo. Kasi ile ya uozo inapunguzwa na chumvi, na vile vile chumvi inaimarisha. Kati ya kazi nyingi za nuru, tunajua kwamba nuru inaangaza, na tukiangaziwa tunakuwa salama. Vile vile nuru husaidia kulisha. Mimea yetu inategemea sana nuru ili iweze kupata lishe inayostahili kwa ukuaji. Na pia nuru inaweza kusaidia kupasha joto, kuondoa ubaridi. Na Bwana Yesu aliposema muwe chumvi na muwe nuru, bila shaka alizingatia pia hayo ambayo ni muhimu sana kutokana na chumvi na nuru, ambavyo pia ni viumbe vyake Mwenyezi Mungu. Na alipowaambia wale mitume, aliwaambia na wengine waliofuata. Bila shaka Mtakatifu Gaspar del Bufalo alianzisha shirika la damu azizi ya Yesu mwaka ule 1815. Alitafakari maagizo haya Bwana wetu Yesu Kristo, na akaona inafaa kwa namna anayoweza yeye kwa vipaji alivyo navyo awe chumvi na awe nuru ya ulimwengu. Moja ya kisa kikubwa ambacho kiko katika historia yake Mtakatifu Gaspar del Bufalo ni pale alipoambiwa na Papa Pius wa 7 nenda ukawahubirie. Alipopokea agizo hilo, waliosikia pamoja naye walimtahadharisha, wakamwambia usiende, siri sana, watakuua. Lakini Mtakatifu Gaspari akawaza, akasema sasa ni chumvi, wale watu wanahitaji nuru.
Akaenda akawaambia, najua mna bunduki, lakini hapa kuna silaha nzuri zaidi kuliko bunduki, damu azizi ya Yesu. Hii inasafisha, hii inapatanisha. Iliwashangaza watu wengine, kwa sababu wale watu waliongoka na ukawa na msisimko mkubwa wa uongofu. Kwa kufanya vile, Mtakatifu Gaspari alikuwa anaishi agizo la kuwa chumvi. Wale watu walikuwa wanaoza kwa sababu ya uovu wao, kwa sababu ya uozo wao. Wale watu kiroho walikuwa dhaifu kabisa. Kimaungu walionekana wana nguvu, lakini kiroho walikuwa dhaifu kabisa. Wale watu hawakuwa tena na uhuru. Gaspari mtakatifu alipowaendea akawaambia, zawadi ya minyororo sio ya chuma, ila ya damu, matone ya damu azizi ya Yesu. Kuwa sasa wakaanza kufurahi na jamii nzima ikafurahi pamoja nao, manake radha ya maisha ikarejea. Wale watu kwa kujificha kwao ili watende uhalifu wao, watende ubaya wao na ukatili wao, hawakuwa tofauti na watu waliogizani. Mtakatifu Gaspari akawa nuru yao. Ndio maana ikawa sababu ya afya mpya ya roho zao, lakini pia na ya watu wengine waliokuwa wanawaogopa. Basi damu ya Yesu ikawa na nguvu kuliko bunduki zao, ikawasafisha, ikawapatanisha. Mtakatifu Gaspari alikuwa chumvi na nuru kwao. Walipotumwa wamisionari huku mwaka ule wa 66, ni mwaka muhimu sana hata kwangu, ni mwaka wangu wa kuzaliwa. Kwa hiyo nilizaliwa na shirika hili hapa Tanzania. Kwa hiyo walipotumwa mwaka huo, na mimi nilikuwa najiandaa kuja. Kwa hiyo tulifika pamoja kama wamisionari wa damu azizi ya Yesu. Wale watu walipokuja wakapokelewa miaka ile katika mazingira hayo, hawa watu bila shaka waliitika. Wametajwa watatu, na wawili mapadre na bruda mmoja, lakini mahali pengine anatajwa mwingine anaitwa Mario, lakini sijaona hapa kama ametajwa. Sasa sijui huyu kwa kwingine wamemuingiza tu. Eti katibu Mario, mbona hujamtaja? Alikuja baadaye, na basi huko kwenye vyombo vingine vya taarifa wanamtaja yeye, hawataji hao wengine, labda kwa sababu ya umuhimu wake. Basi hawa watu walipokuja, walikuja pia kuishi ili agizo la kuwa chumvi na la kuwa nuru. Tumetajiwa katika historia mambo makubwa waliokwisha fanya wamisionari hawa damu azizi ya Yesu, na wanaoendelea kuyafanya. Wako bado kwenye majimbo machache tu, na bado hawako katika nchi nyingine, na bado tunao watu walioshindikana, au wameshindikana tu au hawajulikani, lakini ni wabaya. Kwa hiyo yote awe ameshindikana au hajulikani, lakini japo ameshindikana hajulikani, anaweza kufanya mabaya, basi hawa watu bado wapo. Na hivi tunaona kwamba hawa waliokuja miaka 60 iliyopita walikuja kwa kazi hiyo. Inawezekana nyakati hizi tunao walioshindikana kwa sababu ya umaskini wetu, kwa sababu ya ujinga tulionao, na kwa sababu ya mambo mengine ambayo yanatutinga katika maisha. Yako mambo mengi, maradhi na mengineyo. Na hivi walikuja kwa kusudio hilo, kutoa huduma. Tunaelezwa walisukumwa kuja kutoa huduma kwa watu maskini na wale ambao jamii imewaweka pembezoni, haiwajali, haiwatambui. Kilio
Mtakatifu Gaspari aliposikia mwaliko wa Baba Mtakatifu alisukumwa. Hakuna kuogopa sehemu ngumu. Kwingine kote wanakoogopa, ili mradi kuna watu na wana mahitaji, hakuna kuogopa. Na hivi ndivyo ilivyokuwa kwa wamisionari waliokuja baada ya yeye, wakiwemo hao waliokuja huku kwetu. Hakuna kuogopa sehemu ngumu. Tukipewa kazi mbili, moja inamhusu mtu mwenye maisha mazuri, ana mshahara wake, ana kazi nzuri, ana heshima kubwa, na tukaambiwa kazi nyingine ni kumhudumia huyu maskini, mgonjwa na asiye na elimu ya kutosha. Kishawishi kipo cha kuambatana zaidi na huyu mwenye nafasi nzuri, kuambatana naye, kuwa naye karibu. Ni kama vile ukimhudumia naye anakulipa. Kumfikiria zaidi huyu mwenye dhiki kuna ugumu wake, kwa sababu nawaza huyu mtu utakuwa ni mzigo, anaonekana ni mzigo. Lakini Mtakatifu Gaspari alisukumwa na dhamira hiyo, hawa wanaoonekana kuwa mzigo niambatane nao katika uhai na kifo hata ikitokea. Akafanya hivyo. Hakuna kuogopa hali ngumu. Huko ndiko kuwa chumvi, ndiko kuwa nuru. Ushemasi ni kuingia kwenye huduma ya kuwa chumvi na kuwa nuru. Katika somo la kwanza ametajwa Walawi ambao iliagizwa watengwe, kabila la Walawi watengwe, wafanye kazi chini ya Haruni kuhani, watumikie maskani, wafanye ulinzi wa maskani, walihudumie taifa la Mungu linalokuja pale hekaluni, na wafanye hivyo chini ya uongozi wake Haruni. Haya yalikuwa ni maandalizi ya huduma hii ya kishemasi. Na katika somo la pili wanatajwa mashemasi wale 7 wa kwanza, akiwemo Stefano. Hawa pia mitume waliona umuhimu wa kuwa na mashemasi ili wasaidie kutoa huduma ambazo zingefanywa na mitume, basi mambo mengine ya msingi yasingefanyika. Na hao waliteuliwa kwa mujibu wa mastahili yao, kwamba wao wamejazwa Roho Mtakatifu na waliothibitika kuwa wema. Na kweli hawa walipoteuliwa, kazi ya Mungu ikaendelea kupamba moto vizuri. Kwa hiyo shemasi ni kufanya kazi muhimu ambazo pengine mwingine asingeweza kufanya. Kuwa chumvi, badala wa chumvi haupo. Ikiwepo kingine kinachofanya kazi kama chumvi, kikichunguzwa kitagundulika kuwa kina sumu. Kuwa nuru, badala wa nuru haupo. Tunaweza kutengeneza nuru za bandia, lakini bado nuru asili ni muhimu sana katika ukuaji, katika kuangaza na katika kuokoa. Kwa hiyo shemasi ni kazi muhimu, si tu kazi ya mpito, kwamba tu leo mko hapa na mwingine somo yangu hapa leo, nadhani ilikuwa lazima nije mimi. Kuna Gervas hapa. Sijai kutoa shemasi kwa mtu anaitwa Gervas, huyu ni wa kwanza. Kwa hiyo nadhani hii sherehe ilikuwa inanigusu mimi. Mwaka wenyewe na shemasi Gervas yupo. Kwa hiyo ninyi pia mnakuwa chumvi, mnaitwa kuwa chumvi, mnaitwa kuwa nuru. Majukumu yenu ni yale yale ya kutumikia, lakini kwa tafsiri ya misionari wa damu azizi ya Yesu ni mkaelimishe, mkatibu, mkafariji. Hiyo ndio ufupisho wa majukumu ya kishemasi ambayo tutawaona madhabahuni mkihubiri, ndio kufundisha kwenyewe, ndio kuelimisha kwenyewe. Tutawaona mkienda kutoa huduma kwa wagonjwa, kuwapelekea komunyo upamba wagonjwa. Mtaenda kuwazika wale ambao watakuwa wameitwa na Mungu. Mtashiriki katika kufungisha ndoa, kusimamia na kubariki ndoa. Mtabatiza, hapo mnatibu, mnaponya, mnafariji na mnaelimisha. Hayo majukumu mtayafanya mkiwa mmefungwa sawa na sisi kwa vifungo vile vile vya useja, utii na vile ambavyo ni muhimu sana, ili huduma hii iwe nzuri, iwe takatifu, inayompendeza Mungu na inayopendeza wanadamu. Kwa hiyo zawadi ya useja na utii wenu na ufukara wenu
itawasaidia huduma yenu iaminike, ipokeleke, lakini mpendeze Mungu na mfanye hayo bila kujibakiza. Kwa vifungo hivyo mtashirikisha tone la upendo kwa watu. Ndugu zangu wapendwa, katika sikukuu hii muhimu sana, si tu kwa roho zetu, lakini pia kwa maisha yetu kwa ujumla, tunakumbushwa, tunapewa angalisho kama shirika na kama ninyi mashemasi. Tuhakikishe chumvi haipotezi nguvu yake. Kuna wakati mtu anapendwa sana, alafu baadaye ukienda kupima unaona kiwango cha kupendwa kimeshuka. Ndio chumvi yenyewe inapungua. Hii unahitaji kuambiwa, wewe mwenyewe unaweza kupima ukasema, vipi? Maparoko mko hapo. Ukijipima ulipoanza kituoni kwako na mpaka sasa unaweza ukasema chumvi imekolea au ndio imekwisha kabisa, wanaivumilia tu kwa rangi. Sababu rangi ipo, ina rangi ya chumvi lakini ladha haipo. Au mezima hivi. Watu kiwaangalia ni kama wamekunja nyuso zao hivi. Maana wanaona mwanga hautoshi, kwa hiyo nao wanarekebisha lensi za macho yao ili waone vizuri. Sasa tunakumbushwa jukumu la kuwa chumvi, tubaki chumvi katika ubora wake. Jukumu la kuwa nuru, tubaki nuru katika nguvu yake. Ili yale majukumu yale, zile kazi, zile faida za chumvi, zile faida za nuru ziendelee kuwepo. Na ndipo hapo matunda yataonekana. Na ndipo hapo mpaji wa vipawa tulivyonavyo anaendelea kufurahi. Tunaangalishwa tubaki chumvi, tubaki nuru katika ubora wake, sio tu katika wingi, lakini katika ubora unaoleta matunda yanayotegemewa. Tuwe chumvi inayofaa kwa taifa hili, kwa sababu tunahitajika kweli kuleta ladha. Hapa leo wote tunaonekana tunafurahi kwa sababu wote tumejiandaa kuja kusherehekea. Tumevaa nguo za sherehe. Lakini katika maisha ya kawaida tupo ambao tuna wasiwasi, tuna hofu, tuna unyonge, tuna mashaka, tunahisi hatutambuliwi, hatuthaminiwi. Sasa kama hiyo hali ipo, wewe misionari wa damu azizi, peleke ladha pale. Ukaimarishe pale ambapo pamelegea. Udhaifu ndio kazi ya chumvi. Pameingia udhaifu, ukaimarishe, ukaondoe ule udhaifu. Hii kazi si kazi ya kumfurahisha mtu mmoja, ni kazi ya kumfurahisha Mwenyezi Mungu. Unapoona kwamba kuna udhaifu, kuna giza, kuna kosekana nuru, kuna mashaka, kuna hofu, ni kazi ya kila mmoja kwamba naitwa kuwa chumvi, kuwa nuru. Nifanye nini mimi kama mimi ili nuru na chumvi ile irejee, ili pale paweze kuimarika. Hili ndilo agizo ambalo tunapewa sisi sote. Mtakatifu Gaspar del Bufalo alisema, natamani niwe na ndimi 1000. Ndimi kazi yake moja hapo ni kutengeneza maneno, kutengeneza lugha fasaha inayoeleweka. Natamani niwe na ndimi 1000 ili niweze kuihubiri damu ya Yesu kwa watu wote. Tunaambiwa ndimi 1000 ndio ongezeko la hawa misionari wa damu azizi ya Yesu. Kila mmoja anakuja na ulimi wake. Kwa hiyo sasa ni maelfu. Tulipoambiwa idadi yao zaidi ya 100 tukashangilia. Maana yake tamaa ile ya Gaspar del Bufalo inaendelea. Kila ulimi unaoingia ndani ya shirika hili unajibu ile tamaa ya Gaspar del Bufalo, kwamba sasa sio tu walioshindikana wakati wake kule kusini mwa Italia, lakini kila mahali waliposhindikana, nguvu ile, karama ile ya Gaspar del Bufalo ifike. Yeye alitamani hivyo, na hivyo tuangalie ulimi. Unaweza kuta ulimi umebaki na matumizi ya kula tu na kunywa. Ni lazima uwe ulimi unaoelimisha, unaotibu, unaofariji. Usiwe tu ulimi wa kufurahia ladha ya vitu na kula na kufurahia basi. Mtakatifu Gaspar del Bufalo alisema, Mungu anataka mioyo inayowaka kwa upendo wa damu ya Yesu. Anataka mioyo inayowaka kwa upendo wa damu ya Yesu. Kwa mioyo hiyo atabadilisha dunia. Moto wa kuwaka, mioyo inayowaka kwa damu ya Yesu. Na mioyo inayozima pia. Mtakatifu Inyasi wa Loyola alisema, nenda
tukawaangazie wote, tukawawashe moto wote. Ite inflamante omnia, nendo kawashe moto katika nuru wote. Na Mtakatifu Gaspari alitamani hivyo hivyo, anataka mioyo inayowaka kwa upendo wa damu ya Yesu. Na mioyo inayowaka nyinyi mashemasi mmeshaiona, mmesikia hapo mlivyoanza. Kama kikundi kidogo kisingeweza kusimama chenyewe, kikasaidiwa na Askofu Jeremiah Peshe pamoja baadaye Askofu Isuja, kikawasaidia, bado hakuwa na nguvu ya wenyewe kusimama, lakini wakaendelea kutenda kazi yao wakisaidiana na watawa wengine. Hatimaye tukaanza kuona hospitali ya St. Gaspar, tunaona hapa Manyoni, kwanza alitangulia hapa Manyoni afu baadaye St. Gaspar, tunaona sasa Dodoma, tunaona huko Morogoro na kwingineko, Dar es Salaam na kwingineko. Hiyo ni mioyo inayowaka. Tunao wengi wanaopata madaraja kama nyinyi. Kwa kuwatazama hivi, ili shirika siji kuna wafupi, naona wote wamekuja warefu, hamna shida yake. Kwa kuwatazama hivi tunaona ni majitu ya miraba minne. Lakini tunao wengi wa majitu wanaoonekana kuwa na miraba minne lakini wanaenda kukaa tu. Wanakaa tu. Anasema kwani kimebaki nini? Nyumba ya kuishi ninayo na watu wa kufanya kazi wapo, nafanya kazi, naishi. Lakini Gaspari alitamani mioyo inayowaka. Na lazima uwashe huo moto. Ukiwa unazimika uzuie kwa sala, kwa sadaka zako, kwa mafungo yako, kwa kupokea masakramenti wewe mwenyewe. Ukiona moyo unazimika, yeye anatamani moyo unaowaka. Kwa hiyo uwe mtu wa sala kweli. Nguvu ya Gaspari kwenda kukabili wale washika bunduki, hakuwa na mabomu, alikwenda na msukumo wa damu azizi ya Yesu. Moyo uwe unawaka. Baba Mtakatifu alipomtuma, na yeye alisema sije ataenda kufa, ngoja aende, lazima mmoja afe kwa ajili ya wengi. Akaenda. Mioyo inayowaka damu ya Yesu. Na hivi mioyo ndio itakayobadilisha dunia. Dunia ni kubwa mno, ndio itakayobadilisha Tanzania basi. Mioyo inayowaka damu azizi ya Yesu, inayobeba tunu zile za damu azizi ya Yesu. Na hii ndio silaha pekee inayoleta nguvu kwa kanisa Katoliki. Hamna kingine. Hawa wanajenga shule, wanajenga hospitali, wanahubiri, wanafundisha pale, wanafariji pale. Hiyo tu ndio inayobadilisha dunia. Ndio inayojenga nchi, ndio inayofanya si mapambano ya silaha. Alitamani mioyo inayowaka upendo wa damu ya Yesu. Sasa moyo unaowaka upendo, hata kama mtu sio haamini katika dini Katoliki, basi uwe na moyo unaowaka. Kwa sababu Yesu anaonekana ni wa Wakristo tu, lakini hata wasiokuwa Wakristo wanajua mazuri yake, wanajua msisitizo wake na wanayakubali. Kwa hiyo ule moyo ambao tunaukubali, huo unaweza kuwaka ndani ya mtu asiye kwa Mkristo. Moyo unaowaka damu ya azizi ya Yesu, unaoelimisha, unaotibu, unaofariji. Moyo huu unaoshirikisha wokovu kwa watu wote. Moyo huu unaowajali walio pembezoni, wale waliopuuzwa, walioachwa, hao unawasogeza ili nao waonje radha, hao nao waimarike, hao nao wapate kukua katika furaha na amani ile ambayo Mwenyezi Mungu anaikusudia kwa watu. Mwisho, wapendwa wa mashemasi na shirika, nitoe ushuhuda. Mpaka sasa nimekaa miaka 60, nimefanya kazi. Wasiokuwa wakifanya kazi na nyinyi kwa karibu wanaweza akasema pengine ni maneno tu. Hayo waliofanya ni miradi yao, wakaika kwenye kundi la miradi. Wakasema hiyo ni biashara. Wanafanya biashara. Wala si kwamba ni utume, ni biashara. Lakini tunaweza kushuhudia kwamba ni huduma. Na kama kuna maripo kidogo ni kwa sababu ile huduma lazima iwe endelevu. Sasa kwa sababu ya hiyo huduma na ushuhuda, nilipo Mzee Mavunde alisema nilikuwa Dodoma, baadaye nikahamia Mpanda. Ni kweli nilipoweka naenda Mpanda, najiandaa kwenda Mpanda, nikawa natafuta, nilikuwa nimeshasikia kule Mpanda kuna uhaba wa mapadri chache sana. Na mimi hapa nitoka Dodoma kulikuwa na mashirika mengi ya watawa, mapadri watawa. Kwa hiyo kabla sijaenda nikaanza kutafuta wa kufanya nao kazi. Nikawafuata mashirika kadhaa walioko Dodoma na hata nje ya Dodoma. Jamani, mimi naenda kule, nimesikia kwa mapadri hawafiki hata 20. Lakini watu ni wengi. Naomba ukafanye utume. Na hakuna shirika lolote la mapadri wa misionari kule.
ni wanajimbo tu, na wale wengine ambao mtangulizi wangu alikuwa amewaomba kutoka kwenye majimbo mengine wamsaidie kazi. Sasa naomba mjifanye utume kule. Wakati huo kufika Mpanda, mji mkuu wa mkoa wa Katavi, hakukuwa na barabara ya lami. Kutoka Tabora unaanza Vumbi kilomita 360. Kutoka Mpanda kutoka Sumbawanga kwenda Mpanda kilomita 250. Kutoka Mpanda kwenda Kigoma kilomita 300. Lami ni 100 upande wa Kigoma, 200 hizi Vumbi. Kwa hiyo kwa hali mbaya, uwanja wa ndege ulikuwepo lakini ndege zilikuwa hazitui pale. Hizi zinatua safi kabisa. Na lami ipo sasa ya kutoka Tabora inakwenda mpaka pale. Sasa nilipoomba, wengine niliwaomba, tulisoma nao kwenye malezi, marafiki zangu, kaambia usijali. Haya, nilipofika sana nakumbusha ombi langu, nasema tumetingwa, tuna wamisionari wachache. Niliambiwa tunao wachache, haiwezekani. Kaona hii ngumu sana. Nikaomba huko na huko wapi. Nilipoomba damu azizi ya Yesu walikubali, wakaenda, na mpaka leo wako pale kama wamisionari wa kwanza. Kama wamisionari wa kwanza wapo na wanafanya utume. Hapa nikasema kweli, hawa wanajua kuwa chumvi na nuru. Hawaogopi sehemu ngumu. Ilionekana kama ngumu. Hawaogopi. Walikwenda wakafanya utume. Na wanaendelea kufanya utume. Kwa hilo mimi ni ushuhuda kwamba kwa sababu nilijaribu kuomba sehemu tofauti nilikosa. Lakini huku sikutumia hata maneno mengi, nikapewa, na wapo wanafanya utume. Kwa hiyo ni kwangu mimi ni ushuhuda, na nawapongeza sana wamisionari wa damu azizi ya Yesu. Mna haki kabisa kusherehekea miaka 60 mkiwa kifua mbele, kwamba tunajua tulichokiitikia, tunajua karama tuliyochagua, na tunajitahidi kuishi. Na wakati huo umeendelea kutoa msaada hapa na pale. Kuna kipindi wakati huo teknolojia ya maji ya kutumia upepo ilikuwa ndio inategemewa zaidi. Ukitoka Dodoma mpaka huku uachi kuona zile pangaboi zinazunguka kila mahali na zimeandikwa CPPS. Siku hizi teknolojia imebadilika, unaweza usizione, lakini bado wanachimba visima na maji yanapatikana. Na ukienda pale St. Gaspar hospitalini, ni hospitali ya rufaa, na inawasaidia wengi. Ukiangalia, ukiongea na watendaji unaona kabisa hata wale madaktari na wahudumu wengine wanaishi karama, hata kama sio wanashirika kwa daraja, lakini wanaishi. Na kwa kufanya hivyo, maana yake kweli mnainjilisha, na kwingine mnakofanya huduma zenu zinaonekana. Kwa hiyo hii sherehe ni baraka kwenu, na iwe mwanzo wa miaka mingine zaidi ya utendaji. Na nyinyi mashemasi wa Jubilei muingie na ari hiyo, mwende na mioyo inayowaka, mkatangaze matendo makuu ya Mungu kupitia mafumbo ya damu azizi ya Yesu, ili jamii ambayo inaonekana inashindikana au inahangaika, inaumia, inaharibika, ielimike, ipone, ifarijike. Tumsifu Yesu Kristo.